Sasa naomba kutangaza rasmi kupitia fundisho hili, kwa mara ya kwanza tunapokea ripoti za kota za majimbo yote. Kota hii tulitangaza kwenye mkutano uliopita na narudia kutangaza. Na ili uweze kutengeneza ripoti ya jimbo, lazima kikao cha kamati ya jimbo kiwe kimekaa, kimetathmini kazi ya robo mwaka, malengo kwenye mpango kazi mlionao mmetekeleza ama hamjatekeleza. Na hauwezi kupima utekelezaji kama hukufuatilia mpango kazi, kwamba tulipanga 1, 2, 3 tutafanya kwenye kota hii. Unatathmini vipi kama hukufuatilia? Unatathmini nini? Lazima wewe ulifuatilia, tulipanga 1, 2, 3 kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile. Kwa hiyo unafuatilia, mmetekeleza. Ili mnapokaa kutathmini, unajua unachotathmini. Huwezi kutathmini hewa. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kota hii kanda ya Ziwa lazima iongoze, kwa sababu nimekuja kuwakumbusha kwa sauti yangu. Mkae vikao vya tathmini. Katibu wa jimbo, piga simu idara zote, piga simu makanisa yote, ulizia mipango kazi kama ipo na imetekelezwa. Ningeweza kusema malengo bila mipango ni kama ndoto za alinacha. Sifa yake ya kwanza, hayawezi kutekelezeka bila maingilio ya nini? Ya kimungu. Sifa yake ya pili, hayawezi kutekelezeka kwa uwezo na nguvu za mtu binafsi pekee. Haiwezi kutekelezeka. Huwezi kuyatekeleza kwa uwezo wako na nguvu zako. Kwa nini hatujafika mbali? Ni wakati mwingine macho yetu yameangalia uwezo wetu, na macho yetu yanapoangalia uwezo wetu, basi Mungu anasema hawa hawana haja na mimi, kwa sababu wanajiona matajiri wakati ni maskini. Maono makubwa ni yale yasiyotegemea nguvu za mtu. Ndio maana hata ukiwa kwenye kanisa la mahali, asikutishe mtu kwa sababu ya uwezo wake, asikutishe mtu kwa sababu ya mapesa yake. Maana mimi Mungu aliwahi kunifundisha jambo hili kwa namna ya ajabu sana. Niliwahi kuwa na mshirika mmoja ana mshahara mkubwa, akiweka kwenye kikapu hivi mpaka kikapu kinatikisika, maana fungu lake la 10 lenyewe ni kama nusu ya washirika wote. Alafu akawa ananiaga, ananiambia, mchungaji, mimi naondoka, nimepata uhamisho. Nikasema mawe, sasa huyu jamaa anaondoka hapa patakuwa. Alafu baadaye nikajipa moyo, kwani wakati Mungu ananiita nilijua nitakutana na kina nani. Mungu wake amtangulie, nikambariki akaondoka. Yani kitu Mungu alichofanya the next Sunday, yani Jumapili ile ambayo hakuwepo ya kwanza, hakukuwa na pungufu ya mapato. Ule mwezi wa kwanza mimi mpaka leo wasielewi Mungu alifanya nini kwenye kile chombo cha sadaka. Sikuona tofauti. Anayefadhili maono yako sio Mungu, sio mtu, ni Mungu. Anayekufadhili wewe ni Mungu, sio mtu, ni Mungu. Moja ya shida ya watu sasa hivi, wanatazama watu, na kwa sababu shida ya kutazama watu, utatapeli watu. Ukisha watazama watu lazima uwatapeli. Sema watu bila kuwa mjanja hapo na kwa hawatoi hawa. Kwa lazima uwe mjanja hapo. Kwa hiyo nitaanzisha sadaka inaitwa ya kujiungamanisha na madhabahu. Unaitafuta kwenye maandiko huipati. Hapa usipokuwa mjanja hapa, utakuwa unalala njaa hapa. Inabidi nianzisha sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Lazima akombolewe. Unapata ufunuo mpya. Inabidi nianzisha sadaka hapa ya kuvunja laana. Maana wote hao wametoka kwenye matambiko hao. Nikivunja laana hapa napata shilingi ngapi? Unahesabu vitu. Wizi mtupu. Sifa ya tatu ni hayawezi kutekelezeka bila kushirikisha watu wengine. Hayo ndio yanaitwa maono makubwa. Maono makubwa yanafanana na corona. Ni contagious, wazungu wanasema. Divine vision is contagious.
Ni kama korona. Unajua korona ilipokuja ilikuwa ukigusa mlango una korona. Ukigusa kitasa kina korona. Ukimsalimia ndugu yako umemwambukiza korona. Ukipiga chafya anayo. Ukicheka anayo. Mkikaa chumba kimoja yani uwe na maski. Ukiitoa watu anayo. Ndio revival ilivyo. Revival ni lazima iwe inaambukiza watu wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Revival kama corona yani. Ukikaa kwenye kiti akikikalia mtu mwingine anacho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima ifika mahali kiti ulichokaa akikaa mtu mwingine pepo simtoke. Kwa hiyo maono makubwa yanahitaji watu. Huwezi kuyatekeleza peke yako. Na kwa sababu hiyo utakuwa unaambukiza. Utaambukiza vijana, utaambukiza wanawake, utaambukiza wanaume, utaambukiza watoto. Itakuwa ndio wimbo wa kanisa. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema iandike njozi hiyo ukaifanye kuwa wazi. Andiko hili la Habakuki 2:2 linabainisha mambo kama matatu hivi. Habakuki 2:2. Jambo la kwanza, huonekana maono, huonekana kabla hayajaonekana. Sijui kama hicho Kiswahili kimekaa vizuri. Yaani lazima uyaone maono, matokeo yake kabla matokeo yake hayajawa dhahiri. Kwa hiyo maono huwa yanaonekana kabla hayajaonekana. Lakini 2, maono huandikwa kabla hayajatekelezwa. Maana tuna watu wanalalamika hapa, makaratasi, vitabu ya mpango mkakati, haya mambo ya kimwili. Biblia inasema hivi, iandike ndoto yako, tena iweke iwe wazi. Biblia imesema. Unaona? Jambo la 3, hushirikishwa kabla hayajakubaliwa. Maono yanatakiwa yashirikishwe kabla hayajakubaliwa. Ndio maana maono kama yametoka kwa Mungu, hata yakikataliwa, wewe usikusumbue. Kwani Musa alipokwenda kwa wazee akawaambia Mungu amenituma, walimuelewa? Tuulizane, walimuelewa? Sasa wewe fikiria mtu kama Musa, jitu la miujiza kinamna ile, lakini aliposema Mungu kanituma, alafu Musa alikuwa anajua ndugu zake, alianza kuhojiana na Mungu akasema, Baba wewe unajua zile sampuli, naomba kabla sijakutana nazo nisaidie kabisa, nibuni maswali watakao niuliza. Watakuuliza nini? Wataniuliza jina lako nani? Wataniuliza tutajuaje kama amekutokea? Wataniuliza una uthibitisho gani kwamba aliyekutokea ndiye Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo? Walipomalizana na Mungu akarudi kwake, Baba wewe unajua mimi kuyaeleza hayo ndio tatizo. Yalivyo sina shida, ila kuyaeleza watu wayaelewe ndio napata shida. Mungu akamwambia hivi, nani kaumba mdomo? Wewe. Sasa unapata shida gani? Akaenda, lakini alimradi afanyeje? Ni kama amelazimishwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati maono yanaweza kupingwa, lakini kupingwa kwa maono hakutufanyi tuache kusema tunachoamini. Ndicho Mungu anachotuelekeza kusema. Haleluya. Haleluya. Nikupe nukuu moja ya mwandishi mmoja maarufu sana, bahati mbaya ameshatangulia, anaitwa Dr. Myers Monroe kutoka Bahamas kule Marekani. Mnamfahamu sana, ni mwalimu sana wa mambo ya uongozi. Anasema mahali fulani, akisisitiza sana juu ya kuwa uongozi ni lazima uwe na maono. Uongozi lazima uwe na maono.
na maono lazima yawe ya kimkakati, strategic vision. Mithali 29:18 inasema hivi: where there is no vision, people perish. Pasipokuwepo maono, watu huacha kujizuia au huangamia. Unajua, kwenye masomo mengi ya uongozi, moja ya kielelezo cha maono ni kingo za mto. Kwamba kwa nini mto unatiririka bila kupoteza mwelekeo wake? Unaweza kufika kwenye ile destination yake ikiwa unapita kwenye kingo. Kwa hiyo maono ni kama kingo zinazokuzuia kutokutumia rasilimali zako na nguvu zako na uzoefu wako katika mambo mengine ambayo pia ni muhimu, lakini sio ya lazima. Kwa sababu si kila mambo muhimu ni ya lazima. Yako mambo ambayo ni lazima, non-negotiable. Ni mambo ambayo ukitembea katika hayo utatimiza sababu ya kuwepo kwa kanisa na sababu ya kuwepo kwako. Kwa lugha nyingine, wewe hukuumbwa kufanya mambo yote duniani, wala haupo katika uongozi kufanya mambo yote. Upo katika uongozi kutimiza kusudi, na kusudi limebebwa kwenye ndoto au kwenye maono. Na maono haya wala sio ya kutafutiza, ni maono yaliyowekwa wazi, yako kwenye document ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Tuna maono ya pamoja na kwamba una maono yako pia. Hatutazamii kwamba maono yako yatakinzana na maono ya kanisa la nchi. Ukishaanza kuona maono yako yanakinzana na kanisa la nchi, ujiwe uko tayari, umefungua mlango, unajaribiwa kutoka. Unajaribiwa kuasi. Na ninaweza nikakuambia dalili za watu ambao wako njiani, kuna siku moja hatutakuwa nao. Sio wote, lakini moja wapo wamebandika picha zao kwenye mabango ya kanisa. Sio wote, nimesema baadhi. Wameshabandika picha zao kwenye mabango ya kanisa. Ila sio wewe. Najua wewe umebandika, lakini una nia nzuri ambayo mimi siijui. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka wajulikane zaidi wao kuliko Yesu. Wanataka watajwe wao zaidi kuliko nani? Kuliko Yesu. Ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, kwenye makanisa yao utaona lile jina la Tanzania Assemblies of God liko chini. Jina la local church ndio liko juu. Kwa mfano mimi kanisa nalochunga linaitwa Liga Mission, kwa maana ya Liberty International Gospel Assembly. Halipaswi kuwa juu, kwa sababu sio baba. Baba ni TAG, ndio imenizaa mimi. Tunaanza baba, halafu ndio mtoto anafuata. Lakini utaona jina kubwa kabisa, Miracle Center International, halafu ka Tanzania Assemblies of God kako pale kanakunywa uji. Unajua yuko njiani, kuna siku moja atafuta tu fa. Samani lakini kwa kuvijua siri yako, samani lakini. Haya yanaitwa masomo ya uongozi. Kwake jina la TAG halina maana. Kwake jina la TAG ni bahasha tu. Kwake umoja wetu wa kanisa la nchi si kitu cha maana. Ndio maana kwenye vikao vya section anaweza asifike na hajali. Kwenye vikao vya idara anaweza asifike na hajali. Kwenye kusanyiko la jimbo anaweza asifike na hajali. Ano kama hili la viongozi wa jimbo nchi nzima, kanda nzima wamefika hapa, kuna jambo lingine la maana sana kule na amelipa maana kuliko kusanyiko hili. Hao ni watu walio njiani. Lakini tuna maombi, Bwana Yesu awaponye na neema yake iwasaidie. Mimi nawaambiaga tu watu, kama unataka kutoka, toka mapema.
Sio unakaa mpaka umefikisha miaka karibia 70 ndio unakumbuka kutoka. Hata huna mwendo mrefu wa kwenda. Kama unataka kutoka, toka mapema. Na ukitoka tuachie vyetu. Sio unaanza kusema kiwanja haukunisaidia chochote. Ulitaka kusaidia nani? Ukitoka, toka kivyako, nenda kaanze. Utuachie vyetu. Vitu vyote ulivyofanya kwa jina la Tanzania Assemblies of God ni mali ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Jamani, sawa si sawa? Hey. Kiongozi bila maono hufanya kazi za kila siku bila mwelekeo. Andika. Kiongozi bila maono hufanya kazi za kila siku bila mwelekeo. Mbili, huweka kanisa katika hali ya mazoea au idara katika hali ya mazoea. Pia ataendelea kupokea matokeo yale yale yasiyokuwa na hatima, na anaweza akaendelea kupungua na kupwaya, na mwisho yake ni kupoteza kabisa kusudi. Mazoea. Hufanya kazi kila siku bila mwelekeo. Huweka kanisa katika hali ya mazoea. Mtumishi wa kimkakati ni mtu wa namna gani? Nimeshasema ni mtumishi anayeandaa mipango inayotekelezeka. Lakini mbili, nimesema ana maono makubwa na mzigo wa dhati. Nimemaliza hiyo, sasa nakwenda kwenye kipengele cha tatu cha mwisho kwenye eneo hili. Anashawishi watu kufikia kusudi. Ana uwezo wa kushawishi watu kufikia kusudi. Ana uwezo wa kushawishi watu kufikia kusudi. Na hii inatufanya tuelewe ya kwamba uongozi sio maguvu tu. Uongozi sio mamlaka tu. Uongozi sio utiisho tu. Uongozi ni ushawishi. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 11 anaandika Paulo mtume akiwaandikia Wakorintho, anasema twawavuta watu. Ukifungua hilo andiko utakuta maneno haya, twawavuta watu. Neno twawavuta watu maana yake we persuade men, we persuade people, we persuade people. Kwa hiyo kiongozi sio mtu wa kutoa maamri tu. Kiongozi lazima awe na uwezo wa kuvuta watu kuelekea kutimiza maono. Kwa lugha nyingine, awe na uwezo wa kuwashawishi watu kwa kielelezo. Anaandika John Maxwell, mmoja ya waandishi na walimu wakubwa wa mambo ya leadership na mtunzi wa vitabu vinavyohusiana na leadership. Anasema leadership is influence, nothing more, nothing less. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema bila ushawishi hakuna uongozi. Na kama hakuna ushawishi, manake huwezi kutazamia utekelezaji. Kwa nini kuna vitu havijatokea? Havijatokea kwa sababu hatujafanikiwa kiwango cha kutosha kushawishi watu. Nikitumia neno kushawishi naweza likawa sio neno zuri sana kwenye masikio yetu. Nitumie neno kuhamasisha, ambalo tafsiri yake inaweza ikawa mobilization. Ukisha kosa mobilization, huwezi kuna umoja, huwezi kutegemea kuna growth, huwezi kutegemea kuna ukuaji. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na uwezo wa kumobilize watu kutekeleza maono, kwa sababu maono huwezi kuyafanya mtu mmoja. Hatuwezi kuwa na jambo letu alafu kuna wengine wanalifanya na kuna wengine hawalifanyi na tukatazamia tutapata matokeo yale. No,
mmoja wetu au baadhi yetu wakiwa nje ya hamasa, maana yake tumepunguza uwezo wa matokeo. Jamani, ni sawa si sawa? Ndio. Mtu anayetakiwa kumobilize watu kuelekea matokeo anatakiwa kufanya nini? Mambo 8. Labda niseme 7. Mambo 7 yanayohusika na ability to mobilize people. Uwezo kumobilize watu. Ninazungumza jimboni, ninazungumza taifa, ninazungumza kanisani, ninazungumza idarani, ninazungumza kwenye maono. Lazima kwa nini watu wenye uchumi mdogo wana matokeo makubwa, na kuna watu 300 wenye uchumi mkubwa wana matokeo madogo? Wahi kujiuliza hiyo? Wahi kujiuliza hiyo? Ni kwa nini kuna watu wako vijijini wana uchumi mdogo, ukienda kuangalia impact ya huduma zao, alafu kaangalia hawa watu wenye wafanya kazi benki, wenye wafanya kazi kwenye mataasisi ya kiserikali na mataasisi mengine ya kibinafsi na mafungu makubwa ya 10, lakini impact ya huduma yao ni ndogo. Kwa nini? Moja ya sababu ni ability to mobilize people. Usipokuwa mwangalifu utakuwa unafanya kazi ya kupata sembe la tumbo, ukala ukashiba na soda yako pale, ukaweka miguu juu ya meza ukaanza kuimba haleluya. Watu wanataka matokeo. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Matokeo yatakuheshimisha. Jamani, haleluya. Matokeo yatakuheshimisha. Watu, Biblia inasema hivi, kama hamwezi kuthamini maneno yangu, basi angalieni nini? Kazi zitatuheshimisha. Ngoja nimalizie kipengele hiki, nipishe mapumziko. Maana mlikula muda wangu fulani hivi kwa sababu ya kuchelewa. Jambo la kwanza, fanya maono yawe rahisi na yanayopimika. Maono yawe rahisi na yanayopimika. Na hapa kuna kanuni. Mimi nimeita rule number 1. Vision is clear when people know exactly what to do. Vision is clear when people know exactly what to do. Watu wasipojua wanatakiwa kufanya nini na uka-expect watafanya, utarajie matokeo dhaifu. Usiseme tu kwa mfano tufanye uinjilisti. Sema kila mtu alete mtu mmoja kwa kipindi cha miezi 6. Hayo unasema clear. Lakini ukisema tufanye uinjilisti kwa lugha ya kimaono, haujasema bado. Lakini ukisema kila mtu aulete mtu mmoja kwa kipindi cha miezi 6, umesha tafsiri haya maono ya taifa watu 2 kwa mwaka. Si kama umenielewa, mtumishi wa Bwana? Sema kila uongozi wa zoni utatembelea nyumba 3 kila mwezi. Ukisha sema manake umejipa kazi ya kufuatilia. Wewe ulitembelea nyumba ngapi? Wewe ulitembelea nyumba ngapi? Utatengeneza na form za kujaza ya kwamba alitembelea hizo nyumba na vitu gani alikutana navyo. Wewe kama kiongozi utapata feedback. Nakupa mfano. Nehemia hakusema tu tujenge ukuta kwenye Nehemia sura ya 3. Aliweka sehemu za kazi kwa kila kundi. Kila kundi alilipangia, wewe utafanya hivi, wewe utafanya hivi, wewe utafanya hivi. Mwisho wa siku ukuta ulijengwa. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya mobilization ni kuwa clear, maono yawe clear na measurable. 2, vunja maono kuwa katika hatua ndogo ndogo. Vunja maono kuwa hatua ndogo ndogo. Kwa kimombo wanasema action breakdown. Na hapa pana kanuni. Kanuni hii inasema, hii ni rule number 2 sasa. Watu who move haraka wanapoona hatua ndogo ndogo zinazowezekana. Kila mtu anaweza kula ng'ombe na kila mtu anaweza kula mbuzi na akamaliza. Lakini inawezekana kama atagawanywa vipande. Lakini ukimwambia mtu haya kula mbuzi huyu, hawezi kummaliza.
Hata kuku tu inawezekana akashinda. Nakwambia hii haiwezekani. Lakini ukishavunja vipande segments, utakuta tu kipande kimoja baada kingine. Siku ya kwanza, mwezi wa kwanza, baadaye utashangaa kile kitu kilikuwa kikubwa na kimeondoka. Kwa hiyo gawa maono kwenye projects ndogo ndogo. Kila project iwe na mtu wa kusimamia. Hichi ni kitu muhimu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wana tabia ya kuwajibika kwenye kitu walichopewa kufanya, sio kwenye wajibu wa jumla. Weka deadline. Weka deadline. Tunamaliza lini? Weka deadline. Nilimsikia mtu mmoja anasema hivi, aim the sky. Aim the sun. Ili kwamba hata ukishindwa kufika kwenye sun, unaweza ukaishia kwenye sky. Anasema weka maono ya mbali, ili hata ukishindwa kufika, unaweza ukaishia pale pale mahali fulani. Mimi nimeanza kanisa mwaka jana mwezi wa 7. Na wakati naanza nilianza na maono ya viti 1000, sijawa na mshirika hata mmoja. Nikasema nataka itakapofika Disemba niwe na viti 1000. Sina mahali pa kuabudu. Sikufanikiwa. Na kila aliyenisikia alishangaa. Wenzako unataka pa kuabudu, unataka viti 1000 vya nini? Niliona jua lakini niliishia kwenye mawingu. Hivi tunapoongea nina zaidi ya viti 1700. Na zaidi ya viti 700. Na viti 100 vimeingia Jumapili nadhani 2 zilizopita. Rafiki yangu mmoja alikuwa akaniuliza, wewe vile viti 1000 vilishafika? Nikamwambia ndugu yangu wewe. Maana mengine haya ya kichaa tu wetu hurumiane. Akaniuliza umefikisha vingapi? Nikamjibu. Akaniambia naweka kwenye gari viti 100. Utavipokea Dodoma. Vimetoka mikoani. Bado viti 300 na huenda vikavipata hapa. Namba 3, wape watu majukumu rasmi, assign responsibility. Wape watu majukumu rasmi. Pana rule namba 4 hapa. Usifanye kila kitu mwenyewe, hutafika mbali. Watu wanaofanya kila kitu wenyewe hawafiki mbali. Ni kama kwenye kanisa la mahali, funguo za kanisani unazo wewe. Funguo za chooni unazo wewe. Anayefungua ibada ni wewe mwenyewe. Anayefungua sifa ni wewe mwenyewe. Anayetunza mkoba mama mchungaji. Yaani kila kitu unafanya mwenyewe. Hii ni moja ya uwezo mdogo sana wa kiroho. Nimewahi kwenda kwenye mahali nikakuta mchungaji anasema hivi, mimi sina wazee wa kanisa. Kwa nini? Hakuna watu wenye uwezo. Watu wenye uwezo wanatokaga wapi? Kila mtu anamuona hana uwezo. Yeye mwenyewe alianza huduma hana uwezo, lakini kuna watu walithubutu kumwamini wakamtrain mpaka akawa kitu kinachofaa. Lakini leo anaona kila mtu hawezi. Yule mama yule hawezi kabisa, yule anaongea kigugumizi. Atatangaza matangazo gani? Kama ni kigugumizi, hata Musa alikuwa na kigugumizi, lakini amefanya mambo makubwa. Vitabu 5 vya Musa tunasoma. Wajifunze kuamini watu. Watakosea lakini yule utawasaidia. Kuna mtu alikuwa mbovu kama Petro. Petro leo akiamka leo shetani, kesho Mungu. Yaani ulikuwa hatabiriki. Anaweza kaja hapa naondoa shingo ya mtu hapa sasa hivi. Nani analeta ujinga hapa? Yesu anamwambia huko unakoenda mbona siko? Siku nyingine akamtokezea Yesu. Yaani 1 2 3 haufi. Wewe tatizo lako kuna asubuhi unaamka shetani, kesho unaamka Mungu. Wewe ndio shida yako. Lakini kuna mtu amefanya kazi nzuri kama Petro. Jifunze kuamini watu. Unafikiri kuna atakuja malaika umchague kuwa mkurugenzi, atakuja malaika umchague kuwa mzee wa kanisa, atakuja malaika ni hawa. Weka chini, train, fundisha, omba nao, safiri nao, wajifunze kutoka kwako. Na watu wengi waliokuwa wabovu walikuja kuwa watu wazuri sana. Gawa majukumu.
Gawa majukumu. Rule number 2, kisicho na mwenyewe hakifanyiki. Kisicho na mwenyewe hakifanyiki. Kwa hiyo kabidhi watu majukumu. Ukimkabidhi manake utamuuliza yeye. Ukimkabidhi manake utamuuliza yeye. Sisi pale ofisini, askofu mkuu ametufundisha sana uongozi. Akikukabidhi jambo, ujue atakuja kukuuliza wewe. Anakuambia hivi, mtunza hazina mkuu, ishughulikia jambo hili. Akisema huwa anaandika. Kuna siku usiotarajia tena, naweza kukumbuka mko kwenye kikao kingine kabisa, mko hivi mbele na unasikia, Marwa, lile jambo nilokuambia umefikia wapi? Unaanza kusikia mazingira yanaharibika hapo. Na anakuangalia usoni, maana muongo utamjua tu macho anapopepesa. Gawa majukumu, be specific. Wewe nimekupa hili, nataka matokeo. Alafu watu wana tabia ya kujua kiongozi wao ni wa nature gani, ni mbabaishaji au ni mtu wa matokeo. Mimi nimependa sana mzee Tibuhili. Alikuwa ananieleza hapa asubuhi, anasema mimi ni mtu wa muda. Naomba radhi katibu mkuu, leo tumekosea, lakini hii haitajirudia. Ameniambia. Kesho nikikuta watu kipindi kimeanza na watu wanakunywa chai, mtawanyang'anya mkononi hivi, afu na mwaga hapo na cheka naye. Sasa Wakuria Watalime, si mtapigana? Msipigane. Kama hutaki usumbufu, wahi mapema basi. Kitaka uheshimiwe, jiheshimu. Heshimu kanuni. Hiyo ni kanuni ya ngapi? Ya 4. Tengeneza mfumo wa ufuatiliaji. Tengeneza mfumo wa ufuatiliaji. Hapa pana rule 2. Rule ya kwanza inasema, you don't get what you expect, you get what you inspect. Hupati unachokitarajia, unapata unachofuatilia na kukikagua. Moja ya shida zetu sisi viongozi, tukishaweka majukumu, tukishagawa majukumu, tunakaa tunalala. Watu wana tabia wakishatoka kwenye vikao wanaweka kila kitu, lakini pia watu wana tabia ya kusahau. Lakini pia watu wana tabia ya kuingiliwa na vipaumbele vingine. Usipofuatilia hutapata matokeo. Unasubiri mpaka kwenye kikao upate matokeo. Umeshatoka kwenye kikao baada ya siku 2, piga simu. Katibu, lile jambo tulozungumza kwenye kikao umefikia wapi? Mungu wangu, kumbe mzee. Yani ndio nilikuwa kwenye mikakati tulishaipanga. Hii mikakati gani mingine? Hapo tayari niingia nini? Kwenye utekelezaji. Hatuwezi kupata matokeo kama tunakaa tu. Wewe ukishakuwa ndio mwenyekiti, maana wewe ndio mfuatiliaji namba 1. Wewe ukishakuwa ndio mkurugenzi, maana wewe ndio mfuatiliaji namba 1. Wewe ukishakuwa mkatibu, maana wewe ndio mtendaji mkuu. Lazima ufuatilie, piga simu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba kutangaza rasmi kupitia fundisho hili, kwa mara ya kwanza tunapokea ripoti za kota za majimbo yote. Kota hii tulitangaza kwenye mkutano uliopita na narudia kutangaza. Na ili uweze kutengeneza ripoti ya jimbo, lazima kikao cha kamati ya jimbo kiwe kimekaa, kimetathmini kazi ya robo mwaka. Malengo kwenye mpango kazi mlionao, mmetekeleza ama hamjatekeleza? Na hauwezi kupima utekelezaji kama hukufuatilia mpango kazi, kwamba tulipanga 1, 2, 3 tutafanya kwenye kota hii. Unatathmini vipi kama hukufuatilia? Unatathmini nini? Lazima wewe ulifuatilia, tulipanga 1, 2, 3 kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile, kwenye idara ile. Kwa hiyo unafuatilia, mmetekeleza. Ili mnapokaa kutathmini, unajua unachotathmini. Huwezi kutathmini hewa. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kota hii kanda ya Ziwa lazima iongoze, kwa sababu nimekuja kuwakumbusha kwa sauti yangu. Mkae vikao vya tathmini. Katibu wa jimbo, piga simu idara zote, piga simu makanisa yote, ulizia mipango kazi kama ipo na imetekelezwa. Kama huwezi jiuzuru,
Wapo wengi tu wanaweza kufanya hiyo kazi, wengi. Lakini huwezi kuwa katibu wa jimbo umekaa tu. Idara inaendeleaje? Sijui. Siazi kule wanaendeleaje? Sijui. Makanisa yanaendeleaje? Sijui. Una makanisa mangapi sasa hivi? Sijui. Sasa si bora uzai mtoto umuite sijui? Rule number 2. What get checked get done. Kila kinachofanyiwa utafiti, kinachofanyiwa ufuatiliaji ndicho kinachotekelezeka. Yesu, mnafahamu watu mliona biashara, una duka lako pale, una mdogo wako umemweka pale, unamwamini kuliko hata ungeweka malaika. Sasa kaa uwe unafunga hesabu mwisho wa mwezi uone kama kuna kitu. Utakuwa unakuja tu unasema, hili duka mbona linaisha? Anakuambia hata mimi sijui. Yaani hesabu ndio hizi. Lakini ukiwa unafuatilia daily, kila jioni, tufunge hesabu pamoja. Tufunge hesabu pamoja. Mpaka anajenga kacha ya kwamba huyu mtu ni mfuatiliaji. Hata ukichomoa pipi anaijua. Lakini akishajua huyu mtu si mfuatiliaji, utalala pale nyumbani unauliza watoto mlifunga milango? Tulifunga. Mnalala mlango wazi kila siku. Ukitaka kujua mnalalaga mlango wazi, amka saa 8 ya usiku, nenda kakague milango, unakuta mlango wa mbele uko wazi, mlango wa nyuma uko wazi. Sema kaka, wezi wangeingia bure kwa sababu hufuatilii. Nisaidie kumuuliza ndugu yangu, milango huwa mnafunga? Na vijana wakubwa pale sasa hivi sihangaiki na mambo ya kufunga milango, watafunga wao. Namba 5, nikupe andiko hapa. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27. Paulo alikuwa anafuatilia makanisa. Alipopanda baadaye akarudi kufuatilia kuona haya mambo yanaenda sawa sawa. Haikutosha kupanda makanisa, haikutosha kusikia kwamba yanaendelea vizuri. Alipita tena kufuatilia kanisa kwa kanisa, alipita tena kufuatilia. Jambo la 5, Wafilipi 1:27. Jambo la 5, jenga utamaduni wa ushiriki. Jenga utamaduni wa ushiriki. Hapa pana kanuni. Maana kila point inaipa kanuni. Kanuni inasema watu wanafanya kile wanachosikia mara kwa mara na kila wakati. Hii ni kanuni. Ukishasema mara moja ukaamini watu wameelewa, unajidanganya. Kwa sababu tabia ya watu, wanaweza kuweka umakini kwenye jambo ambalo unarudia tena na tena. Empowerment kwenye ngazi ya jimbo ifanyike tena na tena. Empowerment kwenye ngazi ya section ifanyike tena na tena. Na ndio maana unaona empowerment kwenye ngazi ya taifa inafanyika tena na tena. Baba Askofu amepita nchi nzima akifanya empowerment ya mpango mkakati na revive. Pamoja na kwamba kumefundishwa mafundisho mengi, lakini anajua kanuni hii. Watu wana tabia ya kuzingatia wanaposikia mara ya kwanza, wakasikia mara ya pili, wakasikia mara ya 3, wakasikia mara ya 4. Kwa hiyo mobilization sio tukio, mobilization ni process. Mobilization lazima liwe jambo endelevu. Tumia kila fursa kumobilize. Ukitokea kwenye vikao, mobilize. Kwenye mikutano, mobilize. Kila fursa inayojitokeza, mobilize. Sisi Baba Askofu ametuambia hivi, nyinyi mna jumbe zenu. Kuna wengine favorite message zenu ni ndoa, wengine favorite message zenu ni vita vya kiroho, lakini tuna maono hapa ya uamsho. Mkiekeza kwenye vitu mnavyovipenda, mta miss target. Na kila mtumishi hapa kiongozi ana vitu anavyovipenda kwenye jumbe. Tunapokuwa tuna maono, kipaumbele ni maono. Vitu vingine vinakuja baadaye. Tunazungumza juu ya ndoto yetu, inatokeaje? Tunafanyaje itokee? Ni kwa nini haijatokea kwa viwango tunavyovitaka? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sema tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena na tena mpaka ina saturate.
mpaka wanakwaya wanajikuta wametunga wimbo wa maono yenu, kwa sababu wamesikia tena na tena, mpaka hata wanapokaa kinachosema ni kile kilichoujaza nini? Moyo. Kinaujaza moyo saa ngapi? Kinaujaza moyo kwa sababu amesikia tena na tena na tena. Baba askofu, rudia tena. Baba mwangalizi, rudia tena. Mkurugenzi, rudia tena. Mtumishi mwenzangu, rudia tena. Kiongozi mwenzangu, rudia tena na tena. Wanaona wameona mpango mkakati. Yaani wakikona hivi kiongozi anajua ataniuliza tu. Hata anapokuja kwenye vikao anajua nitaulizwa tu, kwa sababu pale lazima ndio ajenda namba 1. Kwa hiyo inabidi atengeneze mazingira ili awe na majibu nini? Mazuri. Kwa hiyo kuna kanuni watu wana tabia kuzingatia wanaposikia tena. Nimebakiza pointi 2. F, watie moyo kusherekea mafanikio ya hatua moja. Watie moyo kusherekea mafanikio ya hatua moja. Safari ya kutimiza maono ni safari inayochosha. Ni safari yenye mapingamizi. Ni safari yenye vikwazo. Ni safari inayovunja moyo. Jifunze kumotivate watu wanapopiga hatua. Ndio maana sisi kila mpango shughuli mmoja ukiisha, we celebrate. Tunatengeneza data. Tunasema matokeo ya kwamba tumeweza haya hatukuweza. Yale tuliyoweza tuna celebrate. Yale ambayo hatuweza tunahuisha mpango ili tufikie ndoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kuna kanuni. Hapa kuna rule. Inasema watu wanahitaji kuona matokeo yao yanathaminiwa. Hiyo ni rule. Usipothamini mchango wa watu, utapoteza morali ya watu. Utapoteza moyo wa kujitoa. Unajua, unaweza ukakosoa baada ya kutia moyo. Kwa sababu ukianza na kukosoa kabla ya kutia moyo, unaweza ukapoteza watu walio upande wako. Ndio maana unamwona Yesu ana akili sana kwenye kitabu cha Ufunuo. Anazungumza na makanisa mabovu sana kwenye Ufunuo. Haanzi na mambo mabovu alionayo. Nenda kasome vizuri. Anasema unakaa mahali ambapo ndio kiti cha shetani. Alafu anaeleza sifa nzuri. Alafu anamalizia lakini na neno nawe. Wangapi mnaelewa ndivyo aliona? Umeona hiyo approach? Hakuanza watu wa hovyo sana, watu wabovu kabisa, kanisa marehemu, kanisa linajifanya. Haanzi hivyo. Anasema umemshinda yule mwanamke. Umetunza imani. Umepinga mafundisho ya uongo. Lakini na neno usipozingatia unakufa. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna kanuni ya kwamba watu wanatakiwa kuwa motivated. Usipoteze motivation kwa sababu ya huruka zako. Usifuate huruka zako, fuata kanuni za maongozi. Kanuni za maongozi zinasema appreciate even a little that is done. Appreciate kwanza kabla hujakosoa. Unafika kwenye kanisa sema asante sana, mmejenga kanisa zuri, kwa sababu wengine hawajajenga. Mmepiga rangi, Mungu awabariki. Mmewahi kwenye kusanyiko, Mungu awabariki sana. Wote mmekuja 4, asante sana, Mungu awabariki. Najisikia vizuri kuwaona mmekuja wote. Tafuta kitu chochote utakachoweza kuappreciate, kwa sababu watu wana tabia ya kuthamini kile ambacho wameweza kufanya. Tafuta hata kama hukioni. Ndio maana umeona mimi nimeanza hapa tu nikaanza kuna majimbo 2 yanaingia kwenye kongamano la jimbo kwa mara ya kwanza. Jimbo la Muleba na jimbo la wapi? Majimbo mengine yote sijayataja. Kwa nini nayataja haya? At least wa feel kwamba ni party ya kwetu. Nikawatia moyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Una appreciate alafu baadaye unarekebisha. Hata ukiwa na mama pale nyumbani, ameweka tu chakula nyumbani, unamwambia yani chakula hiki kibovu. Yani sijapata mwanamke ambaye hajui kupika kama wewe. Chakula gani kibovu namna? Yani hata uhitaji kukionja, hiki chakula ni kibovu. Umo ndani kutalalika. Utanogeka.
Lakini kuna vitu alivyovifanya vingi tu kwenye hiyo nyumba, vingi sana, tangu asubuhi, vingi sana. Ukianza kusema ninajisikia vizuri mke wako. Yaani katika watu ambao wamepewa neema ya kupata wanawake wenye neema, wewe ni mwanamke. Maana naviona vitu vya mwanamke wa Mithali 31 ndani ya nyumba hapo. Utaona mwanamke anasikia raha. Yeah. Na wanamjua mwanamke wa Mithali 31 anaamka mapema kabla jua halijachomoza. Na ndio kawaida yako. Sasa wewe ambaye unaamkaga saa 2 utanisamee. Nazo unamsifia pale. Unasema lakini leo naona bahati mbaya uliteleza. Kwani nini? Naona chumvi kwa kweli. Hivi chumvi imezidi kumbe. Kwa kweli chumvi wewe mtihani. Anaenda kurekebisha na huko anajisikia kurekebisha kwa sababu umeona positive side yake. Tusiwe critical kwenye vitu wanavyofanya watu wataasi. Hawatakuwa upande wa maono, hawatakuwa upande wa maongozi. Na tumeharibu watu kwa sababu ya nature hiyo. Tunafikiri kukifanya hivyo ndio unaonekana mkali, unaharibu watu. Kila mtu ana vitu vya maana ambavyo anaweza kuwa mchango kwenye maisha yake. Wakati mwingine hata vile anavyovaa tu inatosha kumwambia wewe ni mfano katika watu smart hapa kanisani. Wewe ni mfano. Na tiwa moyo sana. I wish kila mtu angekuwa kama wewe. Maana kila unapoapia hata mimi kuna baadhi ya vitu nimejifunza kwako. Unafikiri atasikia vibaya? Atasikia vizuri. Lakini changamoto yako ndugu yangu, yani kuwahi ibada ndio mgogoro. Atapenda atunze hiyo heshima aliyopewa ya kwamba yeye ni mtu smart na watu wanajifunza, na kweli ndivyo alivyo, ila tatizo lake huwa hawahi ibada. Atajitahidi kuwahi kwa sababu unamzungumza vizuri. Nimalizie kwa kusema hivi, onesha mfano. Hiyo ni namba 7 sasa. G, lead from a front, be a model. Na hii ndio kazi kubwa zaidi kwenye kipengele cha mobilization. Mobilizer yoyote lazima awe na uwezo yeye mwenyewe kuwa kielelezo, yeye mwenyewe kuwa mfano. Unajua ukiwa mobilizer alafu wewe mwenyewe hutimizi yale unayoyasema, hautapata matokeo. Yesu aliwaambia watu katika Mathayo 4:19, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Neno lile lifuateni nami nitawafanya, yeye mwenyewe aliwaeleza, aliwafundisha kwa kielelezo maisha yake. Ndio maana wanaitwa disciple. Wanaitwa disciple kwa sababu ni wanafunzi waliojifunza kwa matendo kutoka kwa Yesu Kristo. Walimuona Yesu alikuwa shule. Alikuwa shule. Nilimuona baba mmoja mchungaji kutoka Western Afrika Magharibi, alikuwa na Bible College. Na alikuwa na Bible College ya Kimombo, hajui Kimombo kabisa. Alipofika pale akajifunza, akawa haelewi Kiingereza, akakasirika, akasusa, akarudi nyumbani, akarudi kugombana na Mungu, akasema wewe ni Mungu gani umeniita alafu unanituma kwenye chuo ambacho hata lugha yake sielewi. Mungu akamwambia hivi, nakupa mtu awe shule yako. Akamchagua yule baba anayeitwa Idahosa, alishafariki, Benson Idahosa. Akamwambia he will be your school. Akasema fanya anachokifanya. Kwa shule yake ni maisha ya utumishi wa mtu. Swali najiuliza mimi, hivi Mungu akimpa mtu ajifunze mimi, atampata Yesu na viwango anavyovitaka? Swali nalouliza, hivi Mungu akimpa mtu wewe, akasema hivi, mtazame huyo anavyosema, anavyohubiri na anavyofanya, utanipata. Atakupata. Atampata Yesu. Atapandisha viwango vya utumishi wake na uchamungu wake na nguvu za Mungu na madhihirisho akikufuata wewe. Hivi ungekaa kikao na Yesu anakuuliza nikupe nisikupe mtu, ungekuwa miongoni mwa wale watakaosema baba wewe mwenyewe unanielewa? Nimemaliza pointi ya kwanza. Tutajifunza tena tutakapokutana.
Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni channel bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.